Ni matumaini yangu buheri wa afya. Kwa majina naitwa Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania, na leo nakuripotia kutoka katika darasa la wahudumu wa ndege wa chuo cha Precision Air kilichopo hapa jijini Dar es Salaam. Hapa ndipo mahali ambapo ndoto ya uhudumu wa ndege kwa vijana wa Kitanzania hutimia. Niko na baadhi ya wanafunzi ambao nitawahoji maswali tofauti zaidi kuweza kufahamu uelewa na ufahamu wao kuhusu kozi ya uhudumu wa ndege, lakini zaidi kuhusu sekta nzima ya sekta ya anga kwa ujumla. Mambo? Poa. Mzima. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ana Evarista. Ana, una miaka mingapi? Na miaka 21. Unafahamu kozi ngapi zilizopo kwenye fani ngapi zipo kwenye sekta ya anga? Nafahamu kama tano. Kuna flight attendant, aircraft controller na aircraft mechanic. Sasa unaongea Kipondo tu, unaongea na abiria hivi? Hapana. Sawa. Atamesa, katika fani zote hizo kwa nini umechagua kuwa katika fani ya uhudumu wa ndege? Nimechagua flight attendant kwa sababu napenda, alafu ni ndoto yangu toka nikiwa mdogo. Okay. Yeah. Toka una umri gani uko unatamani kuwa mhudumu wa ndege? I think kama miaka 10 hivi, baada ya kuwa naangalia movie na kuwa inspired na wale huduma kwenye ndege. Kwa hiyo unaona huduma wa ndege kwa mara ya kwanza kwenye movie? Kweli. Asante, kila laheri Ana kwenye mafunzo yako. Asante. Na tuna kijana mwingine hapa tunamuona. Tunafahamu kwamba fani ya uhudumu wa ndege ni nzuri kwa vijana wote, lakini ni mara chache sana kukuta vijana hasa wa kiume wakijiingiza katika fani hii ya uhudumu wa ndege. Mambo? Poa. Mzima Kabisa. Kama kawa? Kama kawa. Unaitwa nani na una umri gani? Naitwa Kenneth Masanja, I'm 24 years old. 24. Yeah. Kwa nini tunafahamu kama unavyofahamu mwenyewe kwamba hata ulipofika hapa katika mafunzo umeona idadi kubwa ni wanawake katika fani ya uhudumu wa ndege. Kama kijana wa kiume, ni kipi hasa ambacho kilikushawishi sana kuingia katika fani hii? Kwanza kama watu hawafahamu, flight attendant wa kwanza alikuwa ni mwanaume. Alikuwa anaitwa Henry Kubis. Ilikuwa ni mwaka 1912 kwenye airline ya Germany. Kipindi hiko ilikuwa inaitwa cabin boys, until baadaye ndo akaja kuwepo flight attendant wa kike. So to any guy ambaye anaconsider kufanya hii kazi, asiwe shy. It's all about safety and customer service, and it's a good job. It's a profession. Yeah. Nimependa safety and customer service. Yeah, it's all about that. Unajipanga vipi kuweza kuapply hiyo safety and customer service? I love traveling and I'm passionate about it because kwenye maisha in general it's all about safety. Yeah, so I'm considering to be one. Hongera sana na kila laheri kwenye mafunzo yako. Asante sana. Naam. Unaitwa nani na una umri gani? Naitwa Sharifa Sleyum na miaka 26. Sharifa. Nini kilikuvutia hasa kuingia katika fani hii, Sharifa? Okay. Kwanza napenda kusafiri. Yeah, halafu it's nice. Nahisi inatupendeza wadada pia. So ni kozi nzuri, anyone can join. Yeah, ni nzuri. Toka umeanza mafunzo hapa mpaka sasa hivi ulipofikia, tuambie vitu gani vitatu vya muhimu ambavyo umejifunza katika safety na customer service. Okay, tumejifunza vitu vingi so far, lakini nimejifunza dangerous goods regulations, nimejifunza safety management system, nimejifunza pia na aviation security. Yeah. Hongera sana kwa mafunzo. Asante. Na kila la kheri pia. Asante. Kuna binti mwingine hapa ambaye ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanapata mafunzo yao katika chuo cha uhudumu wa ndege cha Precision Air, na lengo ni kutaka kufahamu zaidi ufahamu wao kuhusu fani hii ya uhudumu wa ndege. Mambo? Poa. Mzima. Unaitwa nani na una umri gani? Naitwa Judy Samsoni na umri wa miaka 22. Judy, nini kilikuvutia hasa kuingia katika fani ya uhudumu, kusomea fani ya uhudumu wa ndege? Cha kwanza nilipenda professionalism yao, confidence na jinsi wanavyofanya kazi katika ndege. Mara ya kwanza wakati nakuja kujifunza mafunzo ya flight attendants nilihisi kwamba tunafanya kazi ya kuhudumia chakula pamoja na vinywaji. Lakini baada ya kusoma zaidi niligundua kumbe tunajifunza kuhusu usalama na wa abiria. Kwa hiyo flight attendant sio kuhusu vinywaji na chakula peke yake, bali ni usalama pamoja na kujua nini mteja anahitaji kupata kutoka kwetu, ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo mimi kwangu ninachojifunza zaidi ni kujiamini na uadilifu katika kazi. Umejipanga na changamoto ambazo zinapatikana kwenye fani yenyewe usika ukiingia kazini? Nimejipanga kwa turbulence zote zitakazotokea, nimejipanga. Utaziweza turbulence kweli? Nitaziweza.
Nitahakikisha abiria kwanza usalama wao, then mimi nitafuata. Kila la heri katika mafunzo yako. Asante. Mambo Poa. mzima? Nzima. Tuambie kwa ufupi nini ambacho kilikuvutia hasa kuingia katika kusomea fani ya uhudumu wa ndege? Kilichonivutia cha kwanza ni the way wanavovaa. Yeah, kwa hiyo kitu kingine pia nilivutiwa na kusafiri. Mimi napenda kusafiri. Lakini pia the customer service, kukutana na watu mbalimbali na kudili na watu mbalimbali. Yeah. Unadhani muonekano ni kigezo cha mhudumu kupata ajira katika shirika yote la ndege? Hapana, lakini it's based kwenye weight, kujimaintain the BMI pamoja na smartness. That's all. Tunaona wahudumu wengi wa ndege ni wazuri kwenye ndege. Yani smartness is everything kwenye kila kitu. Ukiwa smart huwezi kuwa mbaya. You will always look beautiful when you're smart. Okay. Yeah. Umezungumzia kwenye maintain weight. Do you maintain weight? I'm struggling and I've come a long way now. And I can see myself like I need to lose like 2 kilograms right now. Yeah. Yani kuna vitu ambavyo umetakiwa kuvifanya ili kuweza kupunguza uzito just because you love cabin crew. Yes, they teach us. It's all about diet, it's all about detoxification, exercise, and lifestyle. Like you need to sleep for 8 hours, you need to eat healthy, drink water. Unapungua, especially exercise. I can tell and I can testify. You can testify. Yeah. Nimetamani kufahamu ni wapi ulisikia au ulifahamu kwa mara ya kwanza kuhusu kozi ya uhudumu wa ndege? Kozi ya uhudumu wa ndege obvious tunaziona kwenye movie and everything, lakini nilikuwa inspired na siblings au marafiki ambao nilikuwa nao. Kwa walivyoingia kwenye hiyo industry, I saw them like their life was changing. And kumbe kazi ya cabin crew inakubadilisha kuanzia maisha, lifestyles, inakupa nidhamu, inakupa ustadi kiasi kwamba even outside the job you gain that things. Yeah. Unawaambia vipi wa vijana wanaotamani kuingia kwenye fani ya uhudumu wa ndege? Naomba tu waje kwa sababu kuna raha and I'm enjoying. Still ni a student lakini I'm enjoying being here. Kuna mabadiliko ambayo unaona katika lifestyle yako hata ukiwa katika level ya wanafunzi? 100%. Yes, naona kwa sababu the way wanavyokufundisha inakufanya hadi wewe mwenyewe unaenjoy kuyajaribu yao wanakufundisha, hatimaye unakuja unayazoea. At the end of the day unashangaa your lifestyle become different from the way ulivyokuwa unaishi. Kila la heri katika masomo yako. Asante. Dada pale, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Unajaribu kuwa charming lakini kama unaogopa. Utakuwa unaogopa abiria hivi? Hapana, siwezi kuogopa. Sawa. Tuambie ni kipi ambacho kilikuvutia kuingia katika fani ya uhudumu wa ndege? Katika fani zote kwenye sekta ya anga, kwa nini ukuwa rubani? Kwa nini ukuwa mhandisi ila ukawa tu ukuja kusomea kozi ya uhudumu wa ndege? Cha kwanza kabisa napenda kusafiri. Sio tu kusafiri na mabasi, napenda kusafiri na ndege. Yeah. Napenda kusafiri na ndege. Napenda kukutana na watu mbalimbali, different countries. Yani nikutane nao, different tribe, different cultures, hivyo. Napenda sana. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unafikiria mwanzoni kinahusu uhudumu wa ndege lakini ulipofika kwenye mafunzo yake umeona ni kitu tofauti kabisa, yani ni tofauti na mwanzo ulivyokuwa unafikiria? Mimi nilivyokuwa nahisi mhudumu wa ndege, yani alivyosema tu mhudumu wa ndege ni kuhudumia labda vinywaji na chakula. Lakini kumbe haipo hivyo. Ni just like sawa, ipo hiyo kuhudumia chakula na vinywaji, lakini ni about safety, abiria na mizigo. Yes. Umejiandaje sasa katika ukiingia kazini sasa? Unajionaje ukiwa cabin crew mwenyewe kwenye airline? Yani sijui hata nisemaje, lakini nikiwa cabin crew yani natamani ni hata size, yani hata leo hii natamani iwe hivyo kwa sababu I wish, napenda the situation wanavyovaa, the way they look attractive, napenda sana. Kila la heri katika mafunzo yako. Asante. Hey there. Mambo? I like your eyes. Thank you. Tuambie, shirika gani la ndege ambalo unatamani katika ndoto zako? Yani unatamani uje uwe mhudumu wa ndege katika shirika hilo? Okay, mimi kama mwanafunzi wa Precision Air, ningependa kuhudumia kampuni za ndege ambazo zina huduma nzuri, huduma kwa wateja, usalama na ukuaji wa kitaaluma. Kusema kuhudumia, ningependa kuhudumia ndege za locally na internationally. Lakini internationally sana na base kama Emirates pamoja na Qatar Airways. International. International. Na baadaye nimesema kuuza majina yako na umri wako. Okay, naitwa Karen Eric Charles na miaka 22.
Yes. Kila la heri katika mafunzo yako. Asante sana, asante. Hey, mambo. Poa. Mzima. Mzima. You look beautiful. Thank you. Unaitwa nani na una umri gani? Naitwa Janice Melkizedek Gahutu na umri wa miaka 21. Janice, nini ambacho kilikuvutia kusomea kozi ya uhudumu wa ndege? Kilichonivutia kusoma kozi ya uhudumu wa ndege ni namna watu wanavyohudumia ndani ya ndege, hasa namna wanavyohamasisha usalama, huduma bora, pia na utulivu katika mazingira yenye shinikizo. Kuna safari yoyote ambayo umewahi kuona situation yoyote ambapo jinsi ambavyo cabin crew wana handle situation ya emergency kwenye ndege safarini? Ndio. Kipindi la kikitokea wakati wa turbulence, niliona the way wanavyo handle abiria kwa kutuambia to stay calm, hivyo tusiogope, na wenyewe akiwa calm. Ndio. Na mtazamaji wa Aviation Tanzania, na hayo ndio kwa uchache na kwa ufupi tuliokuletea katika mahojiano haya mafupi na wanafunzi wa uhudumu wa ndege katika chuo hiki cha uhudumu wa ndege cha Precision Air kilichopo jijini Dar es Salaam. Nikushukuru kwa kuendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia mahojiano haya umeweza kufahamu mambo tofauti tofauti, ikiwemo je, ulikuwa unafahamu kama mhudumu wa kwanza wa ndege duniani alikuwa ni wa kiume? Tunakushukuru kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel na LinkedIn kama Aviation Tanzania. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Aviation Tanzania. Tupatane wakati mwingine. Kwaheri.